Tarehe 31 ya mwezi wa 12 ya mwaka 2025 ilikuwa ni siku nzuri sana kwa timu ya Young Africans, kwani walikamilisha usajili wa mchezaji hatari kutoka ndani ya kikosi cha Singida Black Stars anayecheza kama kiungo mkabaji Damaro Mohamed Kamara kama mchezaji mzawa. Itakumbukwa tarehe 22 Januari mwaka 2025 kutoka kwenye Wizara ya Mambo ya Ndani ya nchi, idara ya uhamiaji, walitoa taarifa kwa wachezaji watatu, Emmanuel Kwame Keyeke, Josephat Athubada pamoja na Mohamed Damaro Kamara kuwa wamepewa uraia wa Tanzania, na barua hiyo iliandika kwa wachezaji tajwa hapo waliomba kupewa uraia kwa mujibu wa vifungu vya 923 vya sheria ya uraia wa Tanzania sura 354. Kwa muktadha huo, idara ya uhamiaji inapenda kuwataarifu umma kuwa hawa ni raia wa Tanzania kwa tajinis. Hivi ndivyo ambavyo taarifa ilivyokuwa, lakini hivi sasa hii inawezekana ikawatokea Yanga puani, ikiwa ni pamoja na kukatwa points. Kwa mujibu wa mchambuzi Jemedari Said, anasema kuna kesi ipo TFF ya Simba dhidi ya mchezaji Mohamed Damaro wa Yanga kuhusiana na uhalali wa mchezaji huyo kusajiliwa kama Mtanzania kwenye ligi yetu, ile hali kwenye system za FIFA anasomeka kama raia wa Guinea. Yani Damaro akiwa Singida alisajiliwa kama raia wa Guinea baada ya kubadili uraia na kupata passport ya Tanzania. Yanga akamsajili kama Mtanzania na kumtumia bila kumwombea kibali cha kubadili shirikisho au chama cha soka kama utaratibu za FIFA zinavyosema, ambapo FA hapa Tanzania TFF inawajibika kuwasilisha maombi FIFA kwa katibu mkuu kwa niaba ya club, na mchezaji apaswe kutumika mpaka apate kibali cha kubadili uraia wa mpira kutoka FIFA kupitia Players Status Committee, kitu ambacho Yanga na Damaro hawakufanya. Kupitia TFF na mchezaji anatumika kwenye ligi na mashindano ya kimataifa kinyume na taratibu kwa madai ya Simba. Hali ilivyo ni kwamba kwenye mfumo wa TFF Damaro anasomeka kama Mtanzania, lakini kwenye mifumo ya FIFA Mohamed Damaro Kamara anasomeka kama raia wa Guinea na anawakilishwa na shirikisho la soka Guinea na sio TFF. Kwa mujibu wa Simba haipaswi kwa hivyo. Ipo hivyo kwa sababu taratibu hazijafuata, kitu ambacho ni makosa. Hivyo Simba hawana shida na Damaro kuwa na passport ya Tanzania na kujulikana kama Mtanzania. Wanaona uraia wa Damaro unamsaidia kwenye mambo mengine ya kisiasa na kijamii, lakini sio kimpira. Anaweza kupiga kura, kununua ardhi kama Mtanzania, kuanzisha kampuni na mambo mengine kama walivyo wa Tanzania wengine. Lakini kwenye soka ana walale, kwa kuwa huku kuna taratibu za kufuata ili kubadilisha wakilishi wa shirikisho lako la zamani kwenda jipya ambao haujafanyika kwa mujibu wa wanasheria wa Simba. Haya ni makosa, na Yanga wanatumia wachezaji 13 wa kigeni kinyume na kanuni za ligi kuu. Wameomba Yanga wapokwe alama zote katika michezo ambayo Damaro amehusika. Yanga wakipokwa point, hali itakuwaje? Tukutane kwenye episodi ya pili.